Bana, mzigo wetu wa leo unaanza kwa kumuonyesha mwanafunzi wa shule ya sekondari aitwaye Brent akiwa pamoja na baba yake wakiwa safarini kwenye hii gari hapa. Wakiwa njiani wanapiga stori za kawaida kuhusiana na mambo mbalimbali, wanacheka, wanaenjoy kama vile washikaji tu wa kawaida. Hii ni kawaida sana kwa watoto wa kizungu. Sasa kwa hii picha unavyoiona, unaona kabisa ni watu ambao wana uhusiano wa karibu na kama vile kuna upendo mkubwa sana baina yao. Na unajua inapokuwa baba na mwana afu wote wa kiume, kuna ushikaji fulani hivi ambao hapa ndio ambao tunauona. Hata hivyo, kwa sababu ya barabara ilikuwa imetulia kinoma, Brent anajikuta amezama sana kwenye mazungumzo na kuacha kuzingatia barabara. Ghafla baba yake anaona mtu aliyejeruhiwa vibaya amesimama katikati ya barabara, na Brent anaingiwa na hofu na kugeuza usukani na kwa haraka anamkwepa, lakini kwa bahati mbaya gari linapoteza mwelekeo na kugonga mti. Hapa ajali inatokea na inakuwa janga kubwa sana kwa Brent, kwa sababu katika ajali hiyo baba yake anafariki hapo hapo, mtu ambaye alikuwa anampenda na kama ambavyo tumeona walikuwa wanapiga story kama rafiki yake, na sasa amepoteza maisha. Sasa baada ya miezi 6 kupita tangu tukio hilo litokee, Brent anahitimu katika shule ya sekondari aliyokuwa anayesoma, na ilivyo kawaida wanafunzi wengi wanapomaliza huwa kunakuwa na ile kawaida ya kutengeneza mahafali, wenzetu wanaita prom. Na sasa kwenye prom za wenzetu huwa kuna ule utaratibu wa kila mwanafunzi kutafuta mwenzake ambaye atatoka naye kwenye hiyo siku ya mahafali. Rafiki yake mkubwa na Jamie tayari ameshapata rafiki wa kuwa naye siku hiyo, anaitwa Mia, huyo unayemuona. Sasa leo Brent anaombwa na binti anayeitwa Lola awe mwenzake kwenye hiyo sherehe ya prom, lakini Brent kataka kumwambia kuwa yeye anaye mtu mwingine ambaye ni mpenzi wake anayeitwa Holly, binti fulani hivi ambaye amenyoka. Baadaye Brent anatumia muda na Holly ndani ya gari yao hapa, wakiwa wametulia wanafanya mambo yao bila kujua kuwa Lola ambaye alikuwa amemkatalia kwenye kutoka naye alikuwa hapa akiwachunguza kimya kimya, huku akiwa amekunja uso, yani wivu umemjaa kinoma. Sasa tangu ajali iliyomuua baba yake, Brent amekuwa na msongo mkubwa wa mawazo na hawezi tena kuendesha gari. Ndio maana leo Holly ameamua kwenda kumchukua na kumrudisha nyumbani ili ajiandae kwa ajili ya kwenda kwenye prom. Hatia inayomsumbua Brent pia inamsukuma kujiumiza mara kadhaa, na hapa anaonekana amevalia wembe ambao mara nyingi amekuwa akiutumia kwa ajili ya kujiadhibu kama mtu ambaye anadai amesababisha kifo cha baba yake. Na hapa anamwambia Holly kuwa muda mfupi uliopita Lola alimfuata na kumwalika kuwa wawe wote kwenye sherehe za prom, lakini yeye alimkatalia. Binti anasema shakunasa wewe. Leo akiwa chumbani kwake, Brent anagombana na mama yake Carla ambaye leo alikuwa anamsisitiza kwamba asiendeshe gari peke yake, hivyo atamuitia taxi ambaye atamsogeza kwenye sherehe za prom. Kauli hiyo inamkera sana Brent na kumkumbusha ajali aliyosababisha kifo cha baba yake, hivyo anahisi kuwa mama yake pia anamchukia kwa sababu pengine yeye ndio aliyekuwa anaendesha gari hiyo, ukizingatia kuwa wakati huo hakuwa na leseni, jambo linaloongeza uzito hatia moyoni mwake. Anaamini kuwa kama angekuwa anajua hata kuendesha au angekuwa na leseni, pengine asingepelekea kifo cha baba yake. Leo akiwa na mbwa wake, akiwa na kimuziki kidogo masikioni, anaenda kwenye hii milima huku kwa ajili ya kutuliza mawazo. Akiwa huko, wazo la kujiua linamwijia kwa sababu amekaa peke yake kwa muda mrefu. Unajua mtu mwenye changamoto za kifikra huwa anakuwa anapata mawazo ya kujiua, kwa hiyo hili pia linamvaa. Hata hivyo anaweza kujidhibiti na anaamua kutulia hapa, lakini ghafla kuna mtu huyu wa ajabu anatokea nyuma yake na kumteka. Nini tena hii? Kabla tujaendelea, nikukumbushe kusubscribe, kulike pamoja na kucomment kama vile ambavyo ndugu zetu hao huwa wamekuwa wanafanya. Mimi nawapenda sana ndugu zangu ambao huwa wanacomment. I love you. Huwa wakamu. Sasa baada ya muda mfupi kupita, Carla ambaye ni mama yake na Brent anajaribu kumpigia simu, lakini simu yake haishikwi, jambo linalomfanya aanze kuwa na wasiwasi kinoma, hususan kuhusiana na tabia ambayo Brent ameionyesha kuwa ni mtu mwenye mawazo kinoma. Hapa anaanza kumtafuta sehemu ambazo Brent huwa anapenda kwenda, lakini bado hampati, na anaporudi nyumbani anakutana na Holly ambaye amekuja kumchukua kwa ajili ya kwenda kwenye mtoko ule wa prom. Wote wanagundua kuwa Brent hapatikani, na hata Holly baada ya kuambiwa hivyo, na yeye anachukua simu na kujaribu kumpigia, lakini jibu linakuwa bado hapatikani. Hali inazidi kuwa mbaya kwa wawili hawa wanapomuona mbwa wa Brent akirudi tena akiwa amejeruhiwa vibaya mno. Carla anampigia simu wa baba wa Mia ambaye ni askari polisi ambaye anaitwa Paul, na hapa anajaribu kumtuliza kwa kumwambia kwamba Carla asiwe na wasiwasi, inawezekana Brent akawa amechukua muda tu wa kuwa peke yake. Si unajua tena hasira za vijana wa siku hizi, kwa hiyo asiwe na wasiwasi, utakapofika muda atarudi nyumbani. Wakati huo huo, Jamie anafika prom akiwa na Mia, lakini Mia anaonekana hana furaha hivi kwa sababu ya taarifa ambayo ameipata, lakini Jamie anajaribu kumchangamsha kwa kwenda kukaa naye kwenye gari na kusikiliza muziki ambao binti anaupenda. Sasa mzigo unatuleta huku ambako tunaonyeshwa kwamba Brent ametekwa na baba wa Lola aitwaye Eric, na mpango wa kumteka Brent ulikuwa ni wa Lola mwenyewe, yule binti ambaye alikataliwa na Brent kutoka kwenye hizo sherehe.
Noma hii. Sasa na hapa tunapata taarifa za kwamba Lola anafahamika kama msichana wa ajabu kwenye hii shule, ambaye yeye amelelewa na baba yake kwa kudekezwa tangu utotoni. Kifupi, Dingi amemlea kwa kumdekeza kinoma, amezoea kumpatia kila anachokitaka, na hivyo na hata alikuwa akitaka mtu wa kucheza naye, baba yake alikuwa anahakikisha anampata huyo mtu. Na hapa tunaona Eric anamletea zawadi la gauni la pinki binti yake, licha ya kuwa tayari amemshawishi kumteka kijana Brent. Baada ya masaa kadhaa, Brent anazinduka na kujikuta amefungwa kwenye kiti hiki akiwa amevaa suti kana kwamba ameandaliwa kwenda kwenye sherehe, na mbele kuna meza ya chakula. Yupo Eric pamoja na mama ya Lola aitwaye Bright Eyes pamoja na Lola, wamekaa hapo nyumbani na nyumba imepambwa kama kuna sherehe fulani hivi za shule ambazo ndizo zimepelekea kisanga hiki kitokee. Yaani wameandaa kisherehe cha kwao wenyewe hapo nyumbani. Noma. Sasa mara tu anapoamka, Lola anamchoma sindano ya usingizi shingoni ili asiweze kupiga kelele, kisha anapiga naye picha kama vile walikuwa wamekubaliana kufanya hiki kinachoendelea hapa, yaani wanamteka na wanamtumia kwa starehe zao wao wenyewe. Na baada ya hizo heka wanaanza kula chakula kwa pamoja. Ingawa Bright Eyes ni mama yake na Lola, lakini anaonekana ni mtu ambaye alikuwa ananyanyasika sana, na hapa Lola anaonekana kuenjoy kila kitu ambacho kinaendelea hapa, hata hali ya mama yake haijali kabisa. Lola anamlisha Brent kwa nguvu huku akimtukana na hata kumlazimisha anyonye kidole chake. Ingawa anajaribu kumng'ata, lakini Eric anamtishia kwamba atakapofanya hivyo atamchapa na hii nyundo hapa. Brent anaomba kwenda chooni, lakini wanakataa na kumwambia kwamba ajisaidie hapo hapo, na kwamba kama atakataa watakata nani hiyo hapo hapo. Kwa aibu kubwa, Brent analazimika kufanya hivyo mbele yao, na anapopata nafasi Brent anampiga teke Lola na kujaribu kutoroka. Anakimbia huku miguu yake ikiwa imefungwa, anajificha chini ya gari ya Eric hapa, na hapa anakata kamba kwa kutumia kiwembe ambacho alikuwa anakitumia kujizuru, lakini Eric anagundua kuwa yupo ndani ya gari hii, na hapa anajaribu kumgonga na Brent anakimbilia juu ya mti, lakini Eric na Lola wanaanza kumpopoa na mawe aje ashuke. Yaani wanamrushia mawe kama wanaangua maembe hivi. Sasa mawe wanavyoyarusha, Brent anakosa balance na anaanguka chini, na baada ya kumkamata tena, Eric anamfunga kwenye kiti na kumchoma visu miguuni ili asitoroke. Yaani wanamtoboa kabisa miguu. Hatari kabisa. Sasa Lola anaonyesha kijitabu ambacho kimejaa album ya picha za historia ya yeye na wavulana ambao amewahi kuwateka, na hapa Brent anagundua yeye sio mtu wa kwanza. Tangu akiwa mdogo, Lola amekuwa akiagiza baba yake kuwateka wavulana waliokuwa wakimkataa ili awatese, na anamtaja mvulana aitwaye Timmy ambaye aliwahi kutoroka. Na hapa inagundulika kuwa Timmy ni mtoto wa Paul na kaka wa Mia, yule askari ambaye ndiye aliyepigiwa simu ya kutolewa taarifa ya kuwa Brent amepotea. Na kumbe Timmy ndiye kijana aliyokutana naye barabarani siku ya ajali ya Brent na baba yake, na kumbe Lola ndio sababu ya hata ile ajali ambayo ilitokea na kupoteza maisha ya baba yake na Brent. Baada ya hayo yote, Lola anachora umbo la moyo kifuani mwa Brent kwa umma na kumwaga chumvi juu ya kile kidonda, huku akicheka kimaajabu. Yaani wamemtoboa kwa umma na kisha wanammwagia chumvi ili aendelee kuteseka. Baadaye wanacheza kana kwamba wanafurahi kile ambacho kinatokea. Brent anatumia wembe kukata tena zile kamba polepole. Wakati huo Eric na Lola wanafungua chumba cha chini kilichofichwa, na huko ndani kuna mateka wengi ambao waliokuwa wamewateka, yaani wanawahifadhi kama misukure hivi. Sasa hapa wanapanga kumfanyia Brent kitu ambacho kitamfanya apoteze kumbukumbu mazima. Yaani hapa wanamshika kichwa chake huku Lola akitoboa fuvu la kichwa chake kwa kutumia hii drill hapa, na hapa wanataka kumimina maji ya moto ili kuharibu ubongo wa Brent mazima, yaani abakie kuwa ndondocha kabisa. Lakini Brent anafanikiwa kujifungua na kupigana nao. Mapambano makali yanatokea na Brent anamuua Eric na kumtupa chini ya chumba hicho, na huku wale misikule wanamvamia na kumla kwa sababu tayari wamebadilika kuwa makandiba, yaani wanakula chochote kile ambacho kinatupwa ndani yao. Sasa Eric anageuka kuwa msosi wao. Hata hivyo, Lola anamsukuma Brent ndani ya chumba hicho na kwa hasira anaenda kuzimalizia hasira zake kwa mama yake mzazi, yule msukule ambaye tulimuona hapa, kumbe ni mama yake, na hapa anamuua kwa hasira za Brent. Brent analazimika kupambana na mateka waliogeuka kuwa wala nyama za watu, na huku chini vita kali kinoma inatokea. Maskini, sidhani kama atatoboa huyu. Wakati huo Carla pamoja na Holly wanaendelea kumtafuta Brent kwa msaada wa Paul. Wanapata kifaa cha muziki na Paul anasema wataanza msako asubuhi kwa sababu tayari muda umeenda sana. Holly anapata kumbukumbu za kwamba Brent alimpa taarifa kuwa alimkataa binti aitwaye Lola, na hivyo anampigia Paul na kumwambia kuwa aende nyumbani kwa kina Lola, pengine kuna taarifa ambazo zinaweza zikawa zinahusiana na kupotea kwa Lola. Na Paul anazichukua taarifa hizi na kwenda moja kwa moja kwa
kina Lola, na huku anapofika tu Lola anamvamia na kumuua yeye, yani askari kabla hajafanya chochote anawahiwa na kuuawa. Yani huyu binti ni hatari, ni shetani huyu. Lola anachukua mkufu wa Brent na kusema ataenda kuwaua Carla pamoja na Holly kwa sababu wanaweza kuwa kiuzibe cha kumzuia kuenjoy kile ambacho yeye huwa anaenjoy, na kwamba amemuulia baba yake, hivyo na yeye anaenda kulipiza kisasi. Sasa asubuhi Holly baada ya kupata wasiwasi anaamua kwenda kwa kina Lola kwa ajili ya kwenda kuthibitisha, kwani hakuna taarifa kutoka kwa askari ambaye alitumwa kwenda kufanya kile ambacho kinafanyika. Lakini hapa anakutana naye barabarani, na baada ya kuona mkufu wa Brent anatambua kuwa ni kweli huyu binti ndiye aliyekuwa amemteka Brent, na wanakimbizana, na hapa kinatokea kisanga cha ngumi, yani wanashikana sasa. Lakini kabla Holly hajafanyiwa madhara yoyote, Brent anafanikiwa kutoka kwenye chumba alichokuwa amefungwa kwa kupanga mizoga ya wale wahanga waliokuwa misukule, na yeye aliwamaliza wote. Kisha anafanikiwa kutoka na kuchukua gari la askari polisi ambaye alikuja akauawa na Lola, na hapa anaishinda hofu yake ya kuendesha gari na anaonekana kuiendesha gari hii ya polisi. Njiani anakutana na Holly akikimbizana pamoja na Lola, na anamkwepa Holly kisha anamgonga Lola kwa bahati mbaya. Sasa Brent pamoja na Holly wanaungana tena kwa mara nyingine, na nyuma anaonekana Lola akiwa bado na kiu ya kutaka kuwadhuru wawili hawa, na Brent anaona usinitanie wewe, anatia gia ya reverse na anarudi nyuma kwa spidi na anamgonga hadi kufa. Huo ndo wanaume. Angemwacha hapa, ningeachana na hii movie hapa. Sasa baada ya kumalizana na hicho kisanga, Brent anaonekana kurudi nyumbani na kuungana pamoja na mama yake Carla, na hii inamrudishia moyo wa kuendelea kuishi, na kwa kujua kuwa wapo watu wanamthamini na kwamba maisha ndo kitu pekee chenye thamani na ndicho kinachotakiwa kupambana kuhakikisha kuwa kesho unaamka na kuendelea na maisha. Sasa huu mzigo bana unatupa picha, ndugu zangu, mnapokuwa mnafuatwa na wachumba msiwe mnawakataa bana, na hata kama unamkataa mkatae basi kistaarabu, sija kukuta kama aliyomkuta ndugu yetu Brent. Hii ni Plain Swahili, mimi naitwa Manoge, Manoge. You're welcome. Subscribe.